Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Jina langu ni Fatma Hassan. Karibu. Tanzania na Singapore zimetia saini hati za makubaliano zenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia katika kukuza biashara na uwekezaji baina ya nchi hizo mbili. Makubaliano hayo yamefikiwa Ikulu jijini Dar es Salaam wakati wa ziara ya kihistoria ya Rais wa Singapore Tharman Shanmugaratnam. Tupate taarifa kamili kutoka kwake Najma Abdallah. Hatua hiyo imekuja kufuatia ziara ya kihistoria iliyofanywa na Rais wa Jamhuri ya Singapore Tharman Shanmugaratnam, ikiwa ni mara ya kwanza kwa kiongozi wa taifa hilo kutembelea Tanzania tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Akizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari Ikulu jijini Dar es Salaam, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amesema ziara hiyo ni ishara ya kuimarika kwa mahusiano ya muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Ziara muhimu ya kihistoria kwa kuwa ni mara ya kwanza kwa Rais wa Singapore kuitembelea Tanzania. Vile ziara hii inafanyika wakati tukitimiza miaka 45 ya uhusiano na ushirikiano wetu wa kidiplomasia, ikidhihirisha dhamira yetu ya pamoja ya kukuza ushirikiano uliopo. Hivi punde mimi na Mheshimiwa Rais Tharman tumefanya mazungumzo kuhusu masuala mbalimbali ya kimkakati. Mazungumzo yetu yalijikita katika kukuza uhusiano kati ya Tanzania na Singapore ili uwe thabiti, imara na wenye matokeo yanayoonekana. Aidha, Rais Samia amesema licha ya biashara kati ya Tanzania na Singapore kufikia dola za Marekani milioni 299, viongozi hao wamekiri kuwa kiwango hicho bado ni kidogo ikilinganishwa na fursa zilizopo. Tumekubaliana kukuza biashara kati ya nchi zetu mbili. Kwa sasa biashara imekuwa, lakini si kwa kiwango kile ambacho tulitakiwa kuwa. Kwa hiyo tumekubaliana kuangalia njia za kukuza biashara na vile kukuza uwekezaji. Kwa sasa kiwango cha biashara kati yetu ni dola za Kimarekani milioni 299 na uwekezaji ni miradi 36 ya Singapore ndio ipo hapa nchini, na hii haiakisi kiwango cha urafiki wetu. Kwa upande wake, Rais wa Singapore Mheshimiwa Tharman Shanmugaratnam amesema dunia inakabiliwa na mabadiliko makubwa ya kisiasa na kiuchumi yanayohitaji mataifa kujenga madaraja ya ushirikiano badala ya kujitenga. We are strengthening the foundations for trade and investment. The avoidance of double taxation agreement that was just signed will give businesses greater certainty and make it easier for them to invest for the long term. We are also advancing cooperation by sharing our practical experience and know-how in industrial park planning, trade facilitation, supply connectivity, and other areas which can support enterprise and job creation. Secondly, we are deepening cooperation between our peoples and institutions. Singapore's development has been built on a simple conviction that a country's most important resource is its people. Katika hatua nyingine, Tanzania imeikaribisha Singapore kufufua ubalozi wake hapa nchini, hatua inayotarajiwa kurahisisha zaidi mawasiliano na ushirikiano wa kiuchumi. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Najma Abdallah, Channel 10. Serikali imefanikiwa kumaliza mgogoro wa muda mrefu kati ya wakulima na wafugaji katika kijiji cha Imalamihayo, kata ya Kazaroho, wilaya ya Kaliua, uliodumu kwa zaidi ya miaka 25, mgogoro ambao unadaiwa kusababishwa na wafugaji kuingiza mifugo katika mashamba ya wakulima, hali iliyosababisha uharibifu wa mazao na kuibua mvutano wa mara kwa mara kati ya pande hizo mbili. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora ana taarifa kamili.
Wakizungumza katika mkutano uliofanyika katika kata hiyo, wananchi hao wa pande zote mbili wanasimulia kwa namna migogoro ya matumizi ya ardhi ilivyowagharimu na kusababisha adha katika maeneo yao. Wafugaji wanakuja kuchungia kwenye eneo ambalo wakulima wa Usindi wanaishi, maeneo ambayo wanalima wakulima wa Usindi. Wangekuwa wanaenda kuchungia maeneo ambayo wananchi wa kijiji cha Usindi walitenga kwa ajili ya wafugaji, mgogoro usingejitokeza. Mfugaji ama mchungaji akishafikisha eneo la kuchungia, hajali hapa kuna msusa, hajali hapa kuna mahindi, yeye anachungia tu. Na juzi tu ndugu yangu mmoja mzee Selemani kavunjwa kidole nyumbani kwake, anaenda wanamkaba sehemu za siri. Bahati nzuri jirani wakaja karibu kwa wingi, ndio wakaja pale. Alikuwa anakufa. Hatutaki akanyanyaswa mtu kati ya mkulima au mfugaji. Wote tuishi kwa amani na kwa utulivu. Sisi tunaomba watu wa Imalami hayo wachunge Imalami hayo. Kufuatia hali hiyo, serikali imechukua hatua ya kutenga maeneo maalum kwa ajili ya malisho ya mifugo ili kuondoa migogoro ya aina hiyo na kuhakikisha wakulima na wafugaji wanaendelea na shughuli zao kwa amani na maelewano. Na hapa afisa tarafa ya Kazaro Bwana Nzuki Machibya anatoa kauli ya serikali. Serikali yetu hii ni sikivu sana, na sio kwamba tunawatetea wakulima tu, hata ninyi wafugaji ni wakulima pia. Wafugaji, acheni kiburi. Fateni taratibu na sheria. Yaani sitotegemea tena nisikie kuna mtu amepigwa mikoma au amepigwa mafimbo shambani kwake. Huo ni ubabe. Hatukatazi wewe kutoka kwenda Usindi, ila tunakataza mifugo ya kwako kwenda Usindi bila utaratibu. Katika hatua nyingine, Bwana Machibya amevunja kamati iliyokuwa inashughulika na masuala ya utatuzi wa migogoro ya wakulima na wafugaji katika kata hiyo, ambapo akaunda kamati mpya itakayojumuisha baadhi ya wataalamu. Kamati ambayo nilikuwa nimeiunda kwa ajili ya utatuzi wa migogoro ya wakulima na wafugaji katika kijiji cha Usindi na Imalami hayo ninaivunja rasmi. Acheni kuwatumikisha watoto kuchunga ng'ombe. Waacheni watoto waende wakasome shule. Adela Moses, Channel 10. Serikali imesisitiza umuhimu wa kusimamia na kutekeleza sheria zinazolinda haki za makundi mbalimbali katika jamii, hususan wajane, ili kuhakikisha wanapata haki zao za mirathi wanapofiwa na waume zao, hatua ambayo itasaidia kuimarisha usawa wa kijinsia, kulinda maslahi ya kifamilia na kupunguza migogoro ya kifamilia inayoweza kujitokeza. Mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma anaarifu zaidi. Hayo imebainishwa na naibu waziri wa katiba na sheria Zainabu Katimba wakati akijibu swali la mbunge wa Mafinga mjini Dickson Nathan Lutevele aliyetaka kujua mpango wa serikali wa kuleta mswada wa sheria bungeni wa kumtambua mjane kama mrithi halali wa mali za marehemu mume wake. Naomba nimtaarifu mheshimiwa mbunge kwamba hata mahakama pale inapotafsiri sheria mbalimbali katika mashauri mbalimbali, na nitolee mfano kwenye kesi ya Ephraim dhidi ya Pastori, mahakama ilieleza kwenye masuala ya mirathi kwamba mwanamke hatobaguliwa na ana haki sawa ya kurithi kama mwanaume. Kwa hiyo kwa kuangalia jinsi gani sheria zetu za nchi kama katiba zinavyosema, tukiangalia mahakama inavyotafsiri sheria, ni dhahiri kwamba mwanamke ana haki sawa ya kurithi mali katika nchi hii ya Tanzania. Baadhi ya wabunge wanawake wameunga mkono hoja hiyo, huku wakikiri kukutana na visa vya wajane kudhulumiwa haki zao na kutaka serikali kuendelea kusimamia misingi ya sheria na kuendelea kutoa misaada kwa wanawake. Shida hii huwezi kuiona wakati amefariki mwanamke. Yaani atakuwa shida tu anapofariki mwanamume, ndipo mwanamke anaonekana kwamba yeye hana haki, na wakati mwingine ile familia inatelekeza mpaka watoto. Na nataka niseme waathirika wakubwa ni watoto. Samia Legal Aid itakuja kuwasaidia wanawake moja kwa moja kujua haki yao, na zinapotokezea ndoa kuvunjika, lakini pia inapotokezea waume zao basi wamefariki, kuweza kupata haki zao kwa haraka. Katika hatua nyingine, serikali imebainisha mpango mkakati wa kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na udhibiti wa taka, ikiwa ni majibu ya swali lililoulizwa na mbunge Lucy Mwakembe na kujibiwa na naibu waziri ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Tanzania imeandaa mpango wa kitaifa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Pamoja na mambo mengine, mchango huo umebainisha eneo la udhibiti wa taka,
kama mojawapo ya vipaumbele vya kupunguza uzalishaji wa hewa ya kaboni. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kutekeleza mkakati wa taifa wa usimamizi wa taka wa miaka 5 wenye lengo la kuimarisha mfumo wa usimamizi wa taka kwa dhana ya uchumi rejeshi, ambapo taka zinazozalishwa zinaweza kutumika tena kama malighafi viwandani. Kutoka bungeni jijini Dodoma, Leonard Mwacha, Channel. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge amewataka wananchi wanaodaiwa kuvamia shamba namba 34 Mitamba manispaa ya Kibaha kusitisha shughuli zote za maendeleo katika eneo hilo hadi Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba atakapotoa uamuzi wa mwisho. Margaret Malisa na taarifa zaidi. Maamuzi yale yatabaki kuwa sahihi mpaka Mheshimiwa Waziri Mkuu atakapoyatengua na kusema vinginevyo. Akizungumza na baadhi ya wananchi waliofika katika eneo hilo la Mitamba, Kunenge amesema uchunguzi uliofanywa na timu iliyoundwa na Wizara ya Ardhi ulibaini kuwa eneo hilo ni mali ya serikali na kwamba wananchi waliingia bila utaratibu unaotambulika kisheria. Aidha, amesisitiza kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria na yeyote atakayekiuka maelekezo yaliyotolewa atachukuliwa hatua za kisheria. Tunaheshimu maamuzi na maagizo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Huo ndio utaratibu wa utendaji serikalini. Kiongozi ameshachukua swala hili, analifanyia maamuzi, lakini hatuwezi kukaa kimya tukatulia wakati pale tunaona tukiacha hali ile endelee kunaweza kutokea uvunjifu wa amani ambao utaleta madhara kwa maisha ya wanadamu. Kwa hiyo tumeenda kuambia wananchi pale wasirudi, kwa sababu maagizo yale ambayo serikali maamuzi uliyoyachukua bado hayajatenguliwa. Shamba hilo lenye ukubwa wa hekta 4,000 sawa na ekari 10,000 lilitengwa kwa matumizi ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, huku wizara hiyo ikikubali kuipatia halmashauri ya mji wa Kibaha hekta 2,963 bila malipo yoyote na kubaki na hekta 1,037. Margaret Malisa, Channel 10. Naam, kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Leo wa 14 amekutana na manusura 6 wa unyanyasaji wa kingono unaohusishwa na makasisi mjini Madrid na kuahidi kuzingatia mapendekezo yao kuhusu jinsi kanisa linavyoweza kuboresha majibu yake kwa kashfa hiyo. Vatican imesema mkutano huo ulidumu takriban saa moja na uliwaleta pamoja manusura waliotoa ushuhuda wao pamoja na mapendekezo ya mageuzi ndani ya kanisa Katoliki. Nchini Uhispania, kashfa ya unyanyasaji wa makasisi umeibua mjadala mkubwa baada ya ripoti mbalimbali kuonesha uwezekano wa maelfu ya waathirika, huku kanisa likikiri kuwepo kwa mamia ya wahusika tangu mwaka 1945. Na mtazamaji, tukielekea huko Korea Kaskazini, Rais wa Korea Kaskazini Kim Jong-un na Rais wa China Xi Jinping wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kisiasa, uchumi na utamaduni katika mkutano wao mjini Pyongyang, hatua inayofungua ukurasa mpya wa mahusiano kati ya mataifa hayo mawili. Ziara ya Xi Jinping ni ya kwanza nchini Korea Kaskazini katika muda wa miaka 7, huku wachambuzi wakisema pande zote zimeonyesha ukaribu, ambapo China inaonekana kuzingatia masuala ya kiserikali na kiuchumi, huku Pyongyang ikisisitiza hadhi ya usawa na uhusiano maalum kati yao. Hata hivyo, masuala ya mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini na uhusiano wake na Marekani hayakutajwa wazi katika mazungumzo hayo, ingawa Kim kwa upande wake ameahidi kuiunga mkono China katika msimamo wake wa China moja kuhusu Taiwan. Baadhi ya wananchi wilayani Same mkoani Kilimanjaro wamelalamikia uvamizi wa wanyama hatari tembo wanaotoroka kutoka kwenye hifadhi zinazozunguka wilaya hiyo na kuvamia makazi ya mashamba yao kisha kuharibu mazao shambani, kitendo kinachotajwa kuathiri shughuli zao na hivyo kurudisha nyuma maendeleo yao kupitia kilimo. Ahmad Nandone anaarifu zaidi.
wamesema wanyamapori hao wamekuwa wakiingia mashambani mara kwa mara na kusababisha hasara kubwa kwa wakulima wanaotegemea kilimo kwa ajili ya chakula na kipato kwa familia zao. Aidha, wakaiomba serikali kuangalia namna ya kuongeza kifuta jasho pindi mazao yao yanapoharibiwa ili kiendane na gharama wanazotumia katika kuendesha shughuli za kilimo. Unakuta mtu analima eka 10 hadi 20 akitegemea kwamba wakati wa kuvuna atapeleka watoto shule na mambo mengine ya kijamii, lakini unakuta eka hizo zinaliwa na tembo, alafu malipo yanakuwa ni hafifu sana. Kwa hiyo unakuta tunaathirika kiasi kikubwa mno. Tembo wamekuja, wamekula, wamevuruga kila kitu. Unakuwa umepata hasara. Tembo ataingia kwenye shamba alafu atakula kiasi cha eka 1, alafu ambiwa kwamba eka 1 utalipwa shilingi 27,000 kama malipo ya fidia ya kile ambacho kimepotea kwenye shamba lako. Wakati huo umepanda mahindi, maharage, njegere, unakuta sasa hailipi. Inakatisha tamaa kweli kwa upande wa hawa wanyama tembo. Hata ile namna ya kuwafukuza ni mawili, aondoke au aamue kufanya chochote kwa ajili ya kutudhuru. Ukosefu wa kimaendeleo, maana mahitaji yetu tunategemea kilimo. Akizungumza kwenye mkutano wa hadhara, mbunge jimbo la Same Magharibi Dr. David Matayo akatumia wasaa huo kuziomba mamlaka husika kuweka uzio wa umeme, ikiwemo kupunguza ukubwa wa pori na hivyo kudhibiti uvamizi unaofanywa na wanyamapori karibu na makazi ya watu. National Park pate vipato, lakini tufikirie hilo hata la kusogeza kilomita 1 ndani ili wananchi wapate maeneo ya kufuga pamoja na maeneo ya kilimo. Fidia za mashamba haikidhi kile kitu ambacho mtu amelima ili avune magunia 20. Unaiomba serikali iendelee kuweka mbinu mbalimbali pamoja na kuweka fensi, uzio wa umeme ili wanyama wasije kwa wananchi. Ahmad Nandonde, Channel 10, Same, Kilimanjaro. Wizara ya Katiba na Sheria imewaomba waandishi wa habari wa mkoa wa Lindi kuwa mabalozi wa kutangaza uwepo wa kituo cha huduma kwa wateja cha wizara hiyo. Lengo ni kuwawezesha wananchi wa mikoa ya kusini kujua kwamba wanaweza kupata huduma ya kusikilizwa kwa haraka na kupata ufumbuzi wa malalamiko yanayohitaji utatuzi wa kisheria. Taarifa zaidi na Aidan Mhando. Wizara ya Katiba na Sheria inawakutanisha pamoja waandishi wa habari wa mkoa wa Lindi na kuwapa mafunzo ya uwepo wa kituo cha huduma kwa wateja. Lengo ni kutaka kuwa mabalozi na kukitangaza kituo hicho kwa wananchi wa mikoa ya kusini. Na lengo ya haya mafunzo ni kutaka waandishi wa habari wawe mabalozi wetu kwa ajili ya kukitangaza kwa wananchi wote wa maeneo ya kusini. Na hili litasaidia kwa wananchi wote ambao wanakuwa na malalamiko ya kisheria na yale ambayo yanahusiana na masuala ya rushwa, basi wanaweza kuwasilisha malalamiko hayo kupitia kituo cha huduma kwa mteja. Waandishi hawa wa habari wanazungumziaje mafunzo hayo kuhusu uwepo wa kituo cha huduma kwa wateja cha wizara hiyo? Kupitia sisi itakuwa ni rahisi sana kwa hiki mafunzo haya kufika mbali kupitia vyombo vyetu vya habari ambavyo tunavifanyia kazi. Vitu vingi sana tumejifunza, lakini pia mimi nitakuwa mwakilishi mzuri sana katika tasnia yangu hii ambayo naitumikia kwa ajili ya kuwafikishia ujumbe. Zaidi ya waandishi wa habari 30 walishiriki mafunzo hayo. Kutoka mkoani Lindi, mimi ni Aidan Mhando wa Channel 10. Shukrani sana Aidan Mhando. Mkuu wa majeshi wa Pakistan Asim Munir na Rudolf Haikal wa Lebanon wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kijeshi baada ya kukutana nchini Pakistan wakati mazungumzo ya amani kuhusu vita vya Mashariki ya Kati yakiendelea kwa kusuasua. Wakuu hao wamejadili usalama wa kikanda, ushirikiano wa ulinzi na njia za kuimarisha mahusiano ya kijeshi kati ya nchi hizo mbili, ambapo Pakistani imekuwa ikifanya upatanishi kati ya Marekani na Irani kumaliza mzozo huo wa miezi kadhaa, huku Teherani ikisisitiza kuwa makubaliano yoyote lazima yajumuishe Lebanon, ambako Israel inapigana na Hezbollah inayoungwa mkono na Iran. Wakati huo huo, mapigano nchini Lebanon yameendelea kuwa sehemu muhimu ya juhudi za kumaliza vita, ingawa Iran na Israel zimesema zimesitisha mapigano, ingawa hali bado ni tete.
Zaidi ya wananchi 600 jijini Dodoma wa mikoa ya jirani na mikoa jirani wanatarajiwa kunufaika na huduma za uchunguzi wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza bure ili kuwawezesha kutambua mapema hali za afya zao na kupata ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya kinga na tiba stahiki, hatua inayolenga kuisaidia serikali kupunguza gharama za magonjwa hayo. Mwandishi wetu Leonard Mwacha kutokea Dodoma ameandaa taarifa ifuatayo. Hayo yamebainishwa na Daktari Patrick Mwidunda, mkuu wa idara ya afya ya jamii kutoka hospitali ya DCMC jijini Dodoma, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuelekea kambi ya huduma za uchunguzi wa magonjwa yasiyoambukiza bure itakayofanyika Juni 13 mwaka huu, na kubainisha umuhimu wa kufanya hivyo. Duniani kote magonjwa yasiyoambukiza, mfano shinikizo la juu la damu, kisukari, magonjwa ya mishipa ya damu na moyo na mengineyo, ni kati ya magonjwa yanayoongoza kusababisha kuumwa, ulemavu pamoja na vifo. Magonjwa haya yasipodhibitiwa husababisha kiharusi, shambulio la moyo, figo kushindwa kufanya kazi, upofu, uharibifu wa mishipa ya fahamu, vidonda ndugu miguuni na hatimaye hata kukatwa miguu. Utambuzi wa mapema wa magonjwa na ubadilishaji wa mitindo ya maisha na lishe unaweza kwa kiasi kikubwa kupunguza madhara ya magonjwa haya na kuboresha maisha. Hata hivyo, wananchi wameaswa kuchangamkia fursa hiyo, kwani uchunguzi wa mapema huepusha gharama kubwa za matibabu na hata changamoto za kiafya. Specifically kwa ajili ya wanawake tutafanya screening ya cervical cancer, ambayo ni hatua ya mwanzo kabisa wewe kuweza kujua kama kuna magonjwa yoyote au matatizo yoyote kwenye njia ya uzazi, na hasa tuta concentrate kwenye shingo ya kizazi, sababu watu wengi hawatambui mpaka pale wanapofikia kwenye hali mbaya zaidi kiafya, na wanatumia gharama kubwa sana, wakati wangeweza kufanya vipimo kama hivi vya bure na kuweza kujikinga na maradhi ambayo wangeweza kuwapata na kusababishia gharama kubwa. Ni mwendelezo wa utekelezaji wa afua za afya zinazofanywa na wadau wa maendeleo kuhakikisha kwamba tunafikia dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 kwa kuwa na Tanzania ambalo ni taifa lenye afya. Kutoka jijini Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Serikali kupitia taasisi ya utafiti wa kilimo TARI kituo cha Naliendele imeanza kuwezesha wakulima wa zao la korosho katika mikoa ya kanda ya kusini kulima zao la mahindi ili fedha wanazopata kwenye zao la korosho zitumike kununua mahindi kwa ajili ya chakula. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka Tunduru mkoani Ruvuma ameandaa taarifa ifuatayo. Mpango huo unaelezwa na mtafiti wa kilimo wa TARI Naliendele Juma Mfaume katika siku ya mkulima shambani iliyofanyika kijiji cha Sisi kwa Sisi wilaya Tunduru mkoani Ruvuma, ambapo wakulima kupitia mradi wa mazao zaidi ya korosho watawezeshwa kulima mahindi ili kujipatia chakula. Wakulima wengi wanazalisha mazao ya biashara: korosho, ufuta, mbaazi na karanga, ambapo wakishapata zile hela wanakuja sasa kununua chakula kutoka mikoa ya jirani, yani ya Ruvuma, Mbeya na Dar es Salaam. Lakini kwenye ardhi yao hiyo wanaweza wakazalisha mazao ya chakula hasa ni mahindi. Kwa hiyo TARI Naliendele kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Tunduru tukaamua kuweka mashamba darasa ya zao la mahindi ili waonyesha wakulima kwamba wanaweza wakazalisha chakula wenyewe. Wakulima katika kijiji hicho wanaeleza kuwa kupitia mbegu za mahindi za TARI T105 wamejionea jinsi kilimo cha mahindi kinavyofanya vizuri katika maeneo yao na kuiomba serikali kuwapatia mbegu hizo ili waanze kuzalisha na kuacha tabia kutumia fedha za korosho kununua chakula. Hii ni mbegu ya asili. Mbegu ya asili ambayo yenyewe ilipandwa wakati mmoja na hii mbegu hatari. Tulichojifunza sasa, tumeona mbegu ya asili haiwezi kuzalisha mazao ya kutosha kwa sababu ina mapengo makubwa, lakini hii imejaza kibunzi mwanzo mwisho. Hivyo basi waweze kutuletea hizo mbegu kwa wakati na sisi tuweze kuzitumia kwa wakati ili tuone sasa ni namna gani tunaweza kuzalisha kwa kutosha. Kutoka kijiji cha Sisi kwa Sisi wilaya Tunduru mkoani Ruvuma,
Adam Malima, Channel 10. Shukrani sana Adam Malima kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi inatupa nafasi kwenda kuzitazama habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.